Rais wa Marekani Donald Trump atishia kuivamia kijeshi Nigeria iwapo Nigeria haitokomesha mauaji dhidi ya Wakristo ambayo anadai kwamba yanashuhudiwa huku na kule nchini Nigeria. Katika mitandao ya kijamii, taarifa zinafahamisha kwamba rais wa Marekani ametolea wito idara ya vita nchini humo kujiandaa na uwezekano wa mashambulizi ya kijeshi nchini Nigeria iwapo itahitajika, kama Nigeria haitochukua hatua ambazo zinastahili katika kukomesha kile ambacho amefahamisha kwamba ni mauaji dhidi ya Wakristo. Vilevile, kufuatia tuhuma hizi ambazo rais wa Marekani anaituhumu moja kwa moja Nigeria, Rais Trump amefahamisha kwamba Marekani pia itasitisha misaada yake kwa Nigeria, kwa kuwa pia Nigeria ni miongoni mwa mataifa ulimwenguni ambayo yanategemea pia misaada kutoka nchini Marekani. Serikali ya Nigeria nayo kwa upande wake imetupilia mbali tuhuma hizo kwa kufahamisha kwamba Nigeria inakabiliana na makundi ya wahalifu kote nchini. Wanaoathirika na uhalifu huo ni raia wa Nigeria ambao ni Waislamu, Wakristo na hata wale ambao wasiokuwa na imani yoyote kama inavyofahamisha katiba ya Nigeria. Wachambuzi pia wa masuala ya kimkakati, kufuatia tuhuma hizi ambazo zimetolewa na rais wa Marekani, nao pia wanafahamisha kwamba Nigeria inakumbwa na changamoto tofauti, ikiwemo pamoja na suala zima kuhusu ugaidi, mizozo ya ardhi, mizozo pia iliyopo kati ya wakulima na wafugaji, ikiwemo pia swala tete kuhusu ukabila. Vilevile inatajwa kwamba rais wa Marekani kuituhumu moja kwa moja Nigeria kushindwa kuzuia mauaji dhidi ya Wakristo ni kutaka kuwapumbaza raia wa Marekani, kama inavyofahamika kwamba makundi ya viongozi wa kidini nchini Marekani ambao wanaamini kuja kwa mkombozi watashindwa kufuatilia masuala muhimu nchini Marekani na kufuatilia kile ambacho kinaendelea nchini Nigeria, kutokana na kile ambacho rais wa Marekani anadai ya kwamba jeshi la Marekani litachukua hatua ambazo zinastahili ili kuweza kuwakomboa Wakristo nchini Nigeria. Unasemaje kuhusu tuhuma hizi za rais wa Marekani dhidi ya Nigeria, ikidai ya kwamba Nigeria inafumbia macho mauaji dhidi ya Wakristo? Tuachie mtazamo wako.